Binafsi siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 11 tumefanya uchaguzi wetu wa chama cha mpira wilaya, na niligombea nafasi ya mwenyekiti wa chama cha mpira, na tulikuwa wagombea watatu, na mchakato ulikuwa mgumu kidogo kwa sababu wilaya yetu kijiografika, yani kuna timu nyingine ziko mazingira mbali, zinakaa milimani, lakini tulijaribu kuendelea kupambana kuwatafuta viongozi wa vilabu, kuwaomba kura na kuwaeleza tutafanya nini ndani ya wilaya yetu. Lakini hatimaye leo uchaguzi umefanyika na nilipata kura 19, lakini mgombea aliyekuwa madarakani yeye alipata kura 17. Hii inaonyesha wazi kwamba naye alikuwa bado ana nguvu, ana watu ambao wanamwamini. Lakini kuna wengine wa nje ambao waliona sasa mkutana kwetu, mwisho nikavuta mimi kura 2 zaidi. Kwa hiyo hizi kura 2 zaidi zinatosha kunifanya mimi kuwa mwenyekiti, na natakiwa sasa nitekeleze ahadi zote kwa ajili ya michezo ya wilaya yetu ya Ngara. Na hata wale watu 17 ambao hakunipa kura, mimi nataka kama tutarudia uchaguzi tena, wale pia wanipe kura, kwa sababu nataka tufanye kazi, boli litembee, vijana wacheze, na mambo kama tulivyosema, mambo yatakuwa wazi, mapato na matumizi yatasomwa kila ligi. Ikiisha tu mapato na matumizi yasomwe, sio baada ya miaka 5 tusomeane mapato na matumizi. Kwa hiyo kiufupi, naamini Ngara sasa tunaenda kunyanyuka kimichezo na vijana wajiandae kucheza. Mimi nawashukuru sana. Mimi nadhani kama ulinisikiliza, ulikuwa ndani katika sera zangu, moja wapo nisema lazima tuwe na ofisi, kwa sababu hatuwezi kuwa na chama kikubwa cha mpira. Chama cha mpira ni chama kikubwa alafu kikakosa ofisi. Ofisi zipo, hata pembeni tukapata kiofisi kidogo, mtu alikuwa na kiduka alikifunga, tunaweza tukakodi hata kama kodi ndogo, lakini tuwe na ofisi ambayo ni icon ambayo mtu akitafuta chama cha mpira anaelekezwa ofisi iko wapi.